Asante. Mimi jina langu naitwa Dr. Stella Bitanyi, ni mtendaji mkuu wa Wakala ya Maabara ya Veterinary Tanzania, lakini kwenye tukio letu la leo nimemwakilisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lengo la mkutano wetu wa leo ilikuwa ni kuzindua mradi ambao utahusika na kufanya mapitio ya mtaala wetu wa vyuo vya kati, lakini vyuo vya kati vinavyojihusisha na masuala ya mifugo, na lengo kuu ni kwamba kupitia mtaala unahusu mnyororo mzima wa ufugaji wa kuku nchini Tanzania. Na mapitio ya mtaala huu yanafanywa kwa kushirikiana na shirika la Kiholanzi ambalo linahusika na mambo ya mafunzo, na kuwepo kwao hapa kwa hilo shirika kumewezeshwa hasa na wenzetu wa ubalozi wa Uholanzi nchini Tanzania. Wao wamefanya juhudi kubwa ya kuhakikisha kwamba basi tunapata kama Tanzania tunapata washirika kutoka Uholanzi ambao watatuwezesha kufanya mapitio kwenye mitaala yetu inayofundishwa na vyuo vya kwetu vya serikali, lakini pamoja na vyuo vya binafsi, ili kuja na mtaala sasa ambao utakidhi mahitaji ya hii sekta ya ufugaji wa kuku nchini kwa sasa. Sio kwamba hatukuwa na mtaala ulikuwepo, lakini mahitaji yanakwenda yanabadilika. Kwa hiyo kama wizara tumeona ni muhimu sasa chuo chetu cha LITA ambayo ni agency ya LITA ambayo inasimamia hivi vyuo vya kati vya mifugo, kuwa sasa kushirikiana na hawa ili kupitia mtaala huu na kuja na mtaala bora utakaokuwa na manufaa kwa sekta ya kuku nchini. Pengine kwa sasa hivi hali ikoje kwenye sekta ya kuku nchini? Inakuwa sana, huwezi ukailinganisha na miaka ya nyuma. Inakuwa sekta ya kuku, upande wa kuku wa asili, lakini hata kuku hawa ambao ni wa kisasa, tunaita wa kisasa, lakini wanaofugwa kibiashara zaidi, inakuwa sana. Na inavyozidi kukua pia elimu inahitajika sana kujua. Elimu ipo upande mwingi, kuna upande wa afya ili kusiwe na vifo, kusiibuke magonjwa, lakini kwenye upande wa lishe pia, kwa sababu lishe ni muhimu sana. Tija kubwa ya ufugaji iko kwenye lishe. Usikiwalisha mifugo yako lishe hafifu, lisio bora, isio na uwiano mzuri wa virutubisho, basi mfugaji atafuga kwa hasara kubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana hizi zote zikaangaliwa, na hizi zote zitakuwa kwenye mtaala huu ambao unaenda kupitiwa. Je, katika mapitio haya ya mtaala kiasi gani inaweza kuwa inaathiri ufugaji wa kuku katika local industry nchini na kupitia mtaala? Mapitio ya mtaala yataathiri, lakini yataathiri kwa upande itakuwa ni chanya. Athari zake zitakuwa ni chanya, hazitakuwa ni hasi, kwa sababu athari zake zitakuwa na lengo ya kuboresha. Tumesikia wote wakati tunaendelea kupata mawasilisho mbalimbali hapa kwamba haitahusu tu wale wanafunzi walioko darasani, lakini hii kutakuwa pia na mitaala ya vikundi vya wafugaji ambao tayari wanaendelea na ufugaji, vikundi vya kina mama, vikundi vya vijana na watu wengine wote ambao wanajifunza ufugaji. Kwa hiyo italenga sio wanafunzi tu ili aje baadaye apate cheti akishamaliza chuo, lakini italenga wale walioko kwenye biashara nzima, kwenye mnyororo mzima wa thamani wa kuku, ili waweze kufanya vizuri. Kama yuko ni mfugaji aweze kuuza apate faida, lakini kama yupo ni mzalishaji mfano wa vyakula, basi azalishe vyakula vyenye tija ambavyo vitakidhi mahitaji ya kuku wakati huo. Kwa hiyo mfanya biashara atafikiwa kwa modeli gani na huu mtaalamu? Kwa sababu tunaona mara nyingi mtaalamu unafeva zaidi watu walio. Watafikiwa kwa sababu sisi kama Wizara ya Mifugo, mbali na kuwa na hiki chuo chetu, lakini tunafanya kazi na wafugaji.
tunafanya kazi na wafugaji kupitia mabwana mifugo, lakini tunafanya kazi pia na TAMISEMI. TAMISEMI ni mkono wetu wa utendaji kazi pia. Kwa hiyo tunafanya kazi. Kwa hiyo hawa wako kwenye hizi serikali za mitaa, wako kwenye manispaa, majiji na nini. Kwa hiyo watafikiwa. Watafikiwaje? Si unaona hata leo hapa tuna watu ambao wametoka kwenye sekta binafsi ya uzalishaji, ya ufugaji, ya viwanda vinavyofanya kazi mbalimbali kwenye sekta ya kuku. Kwa hiyo tutawafikia. Asante sana waandishi wa habari. Mimi naitwa Pius Lazaro Mwambene, ndiye mtendaji mkuu wa wakala ya mafunzo ya mifugo LITA, ambaye kwa siku ya leo tuko pamoja na wageni wenzetu kutoka Netherlands, kutoka IRES kwa ufadhili wa ubalozi wa Uholanzi ya Tanzania kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kutengeneza mtaala maalum kwa ajili ya wataalamu wanaohudumia wafugaji wanaofuga kuku, lakini pia kwa ajili ya wafugaji wetu katika sekta ya kuku, sekta ndogo ya kuku. Tuna mitaala ya mifugo ipo, na ile mitaala iko ya aina 5. Tuna mtaala tunaita mtaala wa afya na uzalishaji wa wanyama, tuna mtaala wa maabara ya veterinary, na tuna mtaala wa uendelezaji wa nyanda za malisho na udhibiti wa ndorobo. Sasa ukiangalia ile mitaala hasa wa afya na uzalishaji wa wanyama, ni mtaala ambao unaangalia general overview ya uzalishaji wa mifugo na unagusa kila aina mfugo humo ndani, kuanzia ng'ombe mpaka sungura mpaka simbilisi. Sasa ukisoma ukifuata ule ni kwamba umeongelea tu uzalishaji wa mifugo kwa ujumla wake. Sasa tukaona kuna mapungufu. Tunapoenda kwenye science na teknolojia ambayo inasisitiza mafunzo kwa vitendo zaidi, tunahitaji mtaala ambao unamwandaa kwanza technician ambaye ataenda kutenda kwa vitendo, lakini pia tunaenda kuandaa mtaala ambao pia utamwezesha mfugaji akimaliza mafunzo yake ya muda mfupi basi akaweze kutenda, akaweze kuwekeza kwenye sekta ya kuku. Tumeanza na mitaala 3 kwa sasa. Tumekamilisha ule wa usindikaji wa maziwa pamoja na uzalishaji wa nyama ambao na imesimama kama mitaala pekee. Bahati nzuri tumeshapata nafasi sasa ya kutengeneza mtaala wa kuku ambao utakuwa ni wa 3. Mitaala hii 3 itasimama kuandaa wataalamu mahiri katika maeneo yao ambao tunategemea wakitoka kwetu wanakwenda kuwekeza, wanakwenda kuwaongoza wafugaji kuwekeza moja kwa moja kwa vitendo kwa wafugaji katika maeneo yao ya ufugaji. Labda kwa mtaala wa kuku ni vitu vipi ambavyo vimezingatiwa? Tulichozingatia zaidi ni eneo la mafunzo kwa vitendo. Hawa wenzetu tumekubaliana kwamba tunaenda kuanzisha kuna kitu tunaita common facility. Au tuseme karakana maalum kwa ajili ya mafunzo kwa kuku. Kuanzia kumwandaa kuku mwenyewe, kumlea, akue, kumlisha, alale wapi, banda lake liweje, chakula chake kiweke, na aina gani ya kuku anatakiwa kufugwa na mfugaji katika mazingira yake. Kwa hiyo ni mtaala ambao unaenda kuandaa facility ya kumfundisha mfugaji, facility ya kumfundisha mtaalamu kwa vitendo, sio maneno darasani. Anafanya, anajifunza kwa kufanya shambani. Tunaenda kuandaa pia na mashamba ambayo yatakuwa ni maalum kwa ajili ya mafunzo hayo. Kwa atakuwa anapata masomo kidogo darasani, lakini sehemu kubwa anajifunza kupitia hayo mashamba ambayo tutaenda kuandaa. Labda pengine tu kwa kumalizia, hali ya ulaji wa kuku lakini pia na maziwa huko kwa Tanzania. Bado ulaji wa kuku ni mdogo sana. Nikupe mfano tu. Kwa sasa hivi nchi yetu hii mahitaji ya kuku kwa wiki, niwape taarifa hizo, ni zaidi ya milioni 2 wanaotakiwa kuliwa na Watanzania kulingana na soko lilopo sasa. Lakini uzalishaji wa kwamba wako tayari kwenda sokoni ni chini ya 20% ya mahitaji hayo. Kwa hiyo hawa kuku mnaona wanakula mjini ni wale watu wachache ambao wana uwezo wa kununua kuku. Lakini ukienda kwa Watanzania wengi ambao wengi wako vijijini ambao hawana uwezo, hawezi kula kuku. Kisa ni kwa sababu bei yake iko juu na ni kutokana na gharama kubwa za uzalishaji. Kwa hiyo tunategemea kwamba tukiwafundisha hawa vijana, hawa wafugaji, wakajua namna ya kuzalisha chakula kwa bei nafuu, itaenda kusaidia kupunguza gharama ya uzalishaji na hivyo kufanya bei ya kuku kuwa chini na kumwezesha kila Mtanzania kula kuku hapa nchini. Kwa majina naitwa Theonestina Mutabingwa, ni mshauri wa kilimo kutoka balozi wa Netherlands Tanzania.
na tumekuwa tukijihusisha na sekta ya kuku, kusapoti kuku kwa miaka mingi. Leo hii tuko hapa kwa ajili ya kulaunch au kushuhudia kuanzisha kwa mradi wa kupitia mtaala wa kuku, na hii ni kwa sababu tumeombwa na Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo kuangalia ni namna gani tunaweza tukasaidia kuboresha elimu ya Tanzania kwenye masuala ya kuku, kwa sababu imeonekana wakulima wanapata shida, hawana mafunzo. Imeonekana pia businesses ambazo zinafanya kazi Tanzania hawapati watu wanao graduate, wanakuwa hawana vigezo vya kuweza kufanya kazi kule. Kwa hiyo kumekuwa na knowledge gap kwa muda mrefu, na kwa vile the Netherlands iko ahead kwenye upande wa kuku, na hii yote ni sababu wana strong knowledge base iliyoko Netherlands. Just kwa tathmini tu ni kwamba wana zaidi ya businesses 1800 na zote ni family owned. So generation inaweza kupass generation moja kwenda nyingine na nyingine, na zote zikawa ni sustainable. Hii ni kutokana na knowledge. Kwa hiyo tumeona kwamba ni wakati mwafaka kwa Tanzania kujifunza kutoka kule, lakini pia na Netherlands kujifunza kutoka kwa Tanzania, kwa sababu kuna practice ambazo ni nzuri pia kwa Tanzania. So tuna hope kwenye kupitia mtaala tutaibua mambo mengi, na tutaangalia ni yapi ambayo kama nchi inaweza ikaadopt, na ni yapi ambayo tukawa na local solutions kwa sisi wenyewe, lakini kwa kupitia knowledge innovations kutoka Netherlands. Kwa hiyo wako hapa kwa ajili ya kufanya kazi na sisi, na in the end itachangia kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya ajira, kwa sababu kuna sehemu kubwa sana ya tuna changamoto ya ajira hapa, lakini ukiangalia sekta ya kuku inaweza ikaajiri kwa kiasi kikubwa wanawake na vijana. Yes. Nakushukuru sana. Asante. Yako tena. Naitwa Theonestina Mtabingwa, mshauri wa kilimo kutoka Balozi wa Netherlands Tanzania. Okay. My name is Johan Hessing, and I work for Eres Training Center, which is a practical training center in the Netherlands in the field of poultry husbandry, pig husbandry and feed milling. And we were invited by the Dutch embassy to see what we could maybe help developing in poultry curriculum. And we are very much looking forward to cooperate with LITA. LITA is an organization which covers for a number of TVET institutes the curriculum, and we are going to help them to see if we need adjustments in the curriculum and how we can adjust the curriculum. And I mean, like, what are the things exactly are you going to provide to LITA? Well, that depends a little bit on the embassy. First of all, we have to make a report which is underlining what is the gap between the curriculum at this moment and what the industry really needs. And secondly, we do have a complete poultry curriculum, and we can help LITA to maybe address our curriculum partly into their curriculum. And yesterday we have been speaking already to LITA, and we also have been speaking to NACVET yesterday, and we learned already that not only there is interest for the TVET institutes or level 4, 5 and 6, but also there is a demand for smaller groups, lady groups, young farmers who want to be trained, short-term training programs. So we need to address how we can do that as well. And there's a challenge, because if we are going to train trainers, which could be an option in our program, it would mean that the LITA trainers probably have to go out for training youth and women as well. And if we do so, it means that the trainer at that moment is not available for LITA. So that is a challenge, in which we hopefully in the coming weeks we get some ideas how to tackle that problem. And then based on your experience, we know Netherlands, you are just far. So what do you think would be the best way for the LITA to improve this sector? What we see is that there is a gap between what the industry needs, what the poultry farmers need, but also the supplying industry, but also the processing industry, and what LITA is offering. So what we are really hoping for is that LITA, or maybe I should say the poultry trainers in future, that they are going to link up with
the stakeholders, because the stakeholders know what is required, and hopefully they can give input in the curriculum. They can tell what is required, and if we can implement that in our curriculum, then we make steps forward. Majina naitwa Angelina Nyansambo, natokea Benki ya Maendeleo ya Kilimo. Leo hii tunafurahi kushiriki kwenye kuanzishwa curriculum ya mafunzo kwa wafugaji. Kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo tumekuwa tukifanya kazi si na wakulima peke yake, ila na wafugaji pia, wafugaji mbalimbali kama wafugaji wa kuku kama ambavyo leo hii tunaona, na ni kwa ajili ya kuwawezesha kupata mitaji. Na si wafugaji peke yake, kuna ambao wanatengeneza vyakula vya kuku. Kwa hiyo wadau wote kwenye mnyororo wa thamani wa ufugaji wa kuku wanaweza wakapata mitaji kwa ajili ya kuwawezesha kufanya ufugaji ambao utakuwa ni wa kibiashara zaidi. Pengine mpaka sasa hivi kupitia TADB kama mmeshawezesha hawa kwenye eneo hili la kuku kiasi gani? Tumewezesha wafugaji wengi kwa kweli wa kutosha, hususan kanda ya Pwani pamoja na mikoa kama vile Arusha na Dodoma. Sina kiasi takwimu kamili, lakini tumefanya wa kutosha, na si kwa wafugaji peke yake nimesema, pia wadau wote ambao wako kwenye mnyororo wa thamani wa ufugaji. Naitwa Sufyan Zuberi Kiarua, ni katibu mtendaji wa Jumuiya ya Wazalishaji Vyakula vya Mifugo Tanzania, kwa maana ya Tanzania Feed Manufacturers Association, TAFMA. Marekebisho ya mitaala kwa hapa kwetu Tanzania yatawasaidia sana wafugaji, kwa sababu tasnia ya kuku na ndege wafugwao inakuwa kwa kasi sana, na ili kuhakikisha kwamba wafugaji wanapata faida, ni miongoni mwa vitu vinavyohitajika ni elimu. Na kama tunavyofahamu ni kwamba kwa sasa hivi kulikuwa hakuna mitaala rasmi ya kufundisha hii elimu ya ufugaji kuku na ndege wafugwao. Kwa hiyo haya marekebisho yatatusaidia, kwa maana kwamba wafugaji watakuwa wana wataalamu wa kutosha wa kuwashauri katika shughuli zao za kila siku za ufugaji.